Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport ili tuendelee kuangazia tetesi za usajili barani Ulaya zilizoendelea kujili, ikiwa leo ni tarehe 30 Disemba, zikiwa zimesalia siku chache ili kufunguliwa kwa dirisha la usajili katika ligi mbalimbali za bara la Ulaya. Karibu sana uweze kusubscribe channel yetu ili uendelee kuwa karibu zaidi kila tunapokuwekea updates za kimichezo ziwe zinakuijia moja kwa moja kwenye simu yako au kwenye laptop yako au iPad yako. Karibu, bonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe. Tuanze na kule Uingereza ambapo klabu ya Bournemouth inamchukulia mshambuliaji wa Tottenham na raia wa Wales Brennan Johnson mwenye umri wa miaka 24 kama mbadala wa Antonio Semenyo mwenye umri wa miaka 25, ikiwa mshambuliaji huyo wa Ghana ataondoka katika klabu hiyo mwezi Januari. Pressure imekuwa kubwa ya Antonio Semenyo kutaka kuondoka kwenye timu hiyo mara baada ya vigogo wakubwa wa Uingereza wote kwa ujumla kuonyesha nia ya kumtaka, na ndio maana Bournemouth wamemweka Brennan Johnson kwenye project yao kama mbadala wa Antonio Semenyo. Sky Sport wameripoti. Kwingineko, klabu ile ya Bournemouth pia inaendelea kuvutiwa na winga wa Leicester City na klabu ile pia ya Sunderland nao pia wanahusishwa na winga huyo wa Leicester City anayeitwa Abdul Fatawu mwenye umri wa miaka 21, ambaye amewahi pia kusainiwa zamani na hao Crystal Palace, lakini kwa sasa Bournemouth nayo pia wamemweka kwenye project yao kama mbadala wa Semenyo. Kwa hiyo wana wachezaji wawili paka sasa, wana Brennan Johnson na wana Fatawu. Kwingineko, Barcelona inataka kumsajili beki wa Bournemouth na Argentina Marcos Senesi kwa uhamisho wa bure wa msimu ujao, kwa sababu klabu ya Barcelona imekuwa katika kibano cha matumizi ya fedha, na hivyo basi ndio maana wanamvizia beki huyo kumpata bure. Mwanzoni Barcelona walihusishwa na beki kama vile Marc Guehi, lakini kutokana na dau lililowekwa hawawezi kulifikia, ndio maana wanamfuatilia Senesi kumpata bure msimu ujao wa joto. Kwingineko, klabu ya Liverpool wako tayari kusubiri hadi msimu wa joto ili kumsajili beki kisiki wa Crystal Palace na Muingereza mwenye umri wa miaka 25 Marc Guehi badala ya uhamisho wa mwezi Januari kuonekana kwamba hautawezekana. Crystal Palace hapo mapema waliripoti kwamba ni ngumu kwao kumuuza Marc Guehi mwezi Januari kwa sababu kila timu inapanga kubana wachezaji ili kuweza kujiweka vizuri zaidi kwenye msimamo wa ligi wasije wakashuka daraja, na ndio maana hawafikiri kumwachia mwezi Januari. Na klabu ya Liverpool wako tayari kusubiri paka msimu wa joto kwa sababu beki huu yuko kwenye project yao, na Liverpool amekuwa na hiyo pressure kutokana na Konate kuonekana kwamba paka sasa hajasaini mkataba mpya, na ndio maana wanaendelea kumkomalia Marc Guehi ili kama Konate akiondoka basi Marc Guehi achukue nafasi ile moja kwa moja. Kwingineko, klabu ya Everton wanafikiria kumsajili kiungo wa mshambuliaji wa Manchester United na Muingereza Kobbie Mainoo mwenye umri wa miaka 20 na mchezaji mwenzake wa Uholanzi Joshua Zirkzee mwenye umri wa miaka 24. Klabu ya Everton inafikiria kuwasajili wachezaji wote wawili kwa mkopo mwezi Januari. Hiyo ni mara baada ya Ruben Amorim, kocha wa Manchester United, kusema kwamba hawezi kumuuza Kobbie Mainoo. Kwingineko, tukisalia pale Manchester, klabu hiyo ya Manchester United wana ndoto ya kumrejesha kiungo wao mshambuliaji wa Scotland Scott McTominay mwenye umri wa miaka 29. Wana nia ya kumrejesha pale Old Trafford. Hiyo ni mara baada ya McTominay kwenda kule Napoli na kuwa na kiwango kizuri sana kule Serie A katika ligi ya Italy. Ndio maana Manchester United wameanza tena kumvizia mate. Haitakuwa mara ya kwanza, waliwahi kumuuza Pogba, alipowaka wakamrejesha, na saizi tena wanammendea McTominay. Kwingineko, klabu za EPL kama vile Arsenal, Newcastle na Brentford na Manchester United zinamfuatilia winga wa Hoffenheim mwenye umri wa miaka 19 na raia wa Ivory Coast Bissouma Traore. Count Offside wanaripoti kwamba winga huyu amekuwa akizivutia klabu hizi za Uingereza zote, za maana zinamtaka. Basi tumefika tamati. Karibu subscribe channel yetu. Bye bye.